hakuna mahali ambapo mimi huwa napenda kuja kuzungumza na wananchi kama Mwembe Togwa. Na nyie ni mashahidi. Na nyie ni mashahidi. Hapa Mwembe Togwa hapa ni mahali pa kihistoria kwa chama chetu, kwa sababu hapa tumefanya mambo makubwa sana katika siasa za Iringa hii, katika siasa za mkoa wenu. Mwembe Togwa ni uwanja wa Chadema. Au nakosea? Kama ambavyo Iringa mjini ni Iringa ya Chadema. Au nakosea? Kwa hiyo siku zote nikijua nakuja Iringa, huwa nakuja hapa nikiwa na furaha sana. Nyie ni watu wangu kabisa. Nyie ni watu wema sana. Nyie ni watu imara sana. Nyie ni wajukuu wa Mkwavinyika. Au nakosea? Wajukuu wa Mkwawa, mashujaa wa nchi hii, au sio? Sasa nataka tuzungumze habari za uchaguzi. Asante. Kwa sababu huu ni mwaka wa uchaguzi. Na mwaka wa uchaguzi unatutaka tuzungumze mambo ya uchaguzi. Sisi wa Iringa, sisi tulioko hapa leo, tunafahamu sana mambo ya uchaguzi. Sisi wa Iringa tumeshiriki sana uchaguzi. Sisi wa Iringa tumeshinda uchaguzi. Au nakosea? Tunafahamu namna ya kuishinda CCM hapa Iringa. Au nakosea? Sasa leo nataka tuzungumze imekuaje sisi wananchi wa Iringa, imekuaje sisi wa Chadema ambao tumeshiriki chaguzi miaka yote, ambao tumeshinda uchaguzi hapa Iringa na maeneo mengine, imekuaje leo tunazungumza no reform, no election? Inakuaje leo tunasema kama hawakubali kufanyika mabadiliko kwenye mfumo wetu wa uchaguzi, tuzuie uchaguzi? Imekuaje tunasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi? Sisi ambao tuna rekodi kama tulionayo, sisi ambao tumeshinda chaguzi. Kwa nataka tuyazungumze haya ndugu zangu, ili tuelewane, tuelewe kwa nini tumefikia hatua hii, na tuelewane tunaendaje mbele. Tuelewane tuna hatua ambazo tunahitaji kuchukua ili kuiokoa nchi yetu, ili kujenga demokrasia ya kweli katika nchi yetu. Sasa ndugu zangu, nianze na la kwanza ambalo nyie wananchi wa Iringa mnalifahamu sana. Sisi hatuogopi uchaguzi. Kwa sababu kuna wajinga wanasema hivi, sisi Chadema wanaogopa uchaguzi. Sisi hatuogopi uchaguzi na hatujawahi kuogopa uchaguzi, kwa sababu Iringa hapa na maeneo mengine mengi ya nchi hii tumeshinda uchaguzi. Kuambia kwamba unaogopa uchaguzi, huyo ni mjinga. Hatuogopi uchaguzi. Hilo la kwanza. La pili, ndugu zangu, tumefika hatua ambayo sasa hivi
katika nchi yetu. Haiwezekani tena kwa wananchi kupata viongozi wanaowataka kwa kupiga kura. Tumefika mahali ambapo kupiga kura hakuna maana tena. Tumefika mahali ambapo ukienda kupiga kura, kura yako haina thamani yoyote. Na haina thamani yoyote kwa sababu haiamui nani awe mwenyekiti wako wa mtaa, haiamui nani awe diwani wako, haiamui nani awe mbunge wako, haiamui nani awe rais wako. Imefika mahali kwenye nchi yetu hii, uchaguzi wetu sasa hauamuliwi na kura, unaamuliwa na bunduki za mapolisi na wanajeshi wetu. Uchaguzi wetu sasa unaamuliwa kwa mabomu na bunduki za mapolisi na usalama wa taifa na wanajeshi wetu wengine. Imefika wakati kila uchaguzi sasa ni kawaida kwa watu wetu kuuawa. Wanauawa na mapolisi, wanauawa na usalama wa taifa, wanauawa na wale ambao wameapa kutulinda. Tulipoanzisha jeshi nchi hii mwaka 64, wanajeshi wetu walikula kiapo mbele ya baba wa taifa. Walimwambia Mwalimu, katu sisi jeshi la wananchi hatutaelekeza silaha zetu kwa wananchi wa Tanzania, kwa sababu sisi ni jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Hatutaelekeza silaha zetu kwa wananchi tunaowalinda. Leo hii kila wakati wa uchaguzi ni wakati wa vita. Hawa waliokula kiapo cha kutulinda, waliosema hawatatuelekezea silaha, wanatuelekezea silaha na wanatuua. Ndio maana tumefika hapa tulipo, tunasema no reform, no election. Mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, kwenye uchaguzi wenye viti wa vijiji na mitaa, wameua watu 3. Kule Tunduma wameua kijana anaitwa Steven Chalamila. Manyoni kwetu wameua mgombea mwenyekiti wa kitongoji. Amepigwa risasi 4 mbele ya mkewe na watoto wake na askari polisi. Unaua mgombea mwenyekiti wa kitongoji ili asiwe mwenyekiti wa kitongoji, ikifika kwenye urais utaua wangapi? Na Temeke wameua. 2020 waliua watu Tunduma tena, wakaua watu Pemba, wakaua Zanzibar, wakaua Tarime. Mwenyekiti hasemi, makamu mwenyekiti wetu hasemi. Polisi walivamia kambi yake ya kampeni, wakaharibu vyombo, wakamkamata mdogo wake wa kuzaliwa, wakamweka kwenye gari ya polisi, wakamchoma kisu, akafa. Huo ndio uchaguzi wa Tanzania sasa. Imefika mahali ili CCM wabaki madarakani, inabidi tutoe watoto wetu kafara. Ili waendelee kutawala. Ndio maana tumefika mahali tunasema no reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Imefika mahali ndugu zangu, na kwa sababu tuko Iringa, nataka tuzungumze mambo ya Iringa ili tuthibitishe kwamba
uchaguzi katika mazingira ya sasa hauwezekani tena. Nataka nizungumze habari ya Iringa mnayoifahamu vizuri sana. Nyie watu wa Iringa, nyie, miaka 11 iliyopita, mwaka 2014 tulienda kwenye uchaguzi wa mitaa na vijiji, au nakosea? Hapa Iringa mjini, hapa Iringa mjini ya kwenu, kulikuwa na mitaa 126 2014. Kwenye uchaguzi huo, nyie wananchi wa Iringa mjini mlichagua wenye viti wa mitaa wa Chadema 54 kati ya hao 126. Asilimia 43 ya wenye viti wote wa mitaa wa Iringa mjini walikuwa wa Chadema. Miaka 11 iliyopita, mwaka jana mmechagua 0. Ilikuwaje? Nitarudi kwenye hiyo, lakini tujue tu kwamba 2014 tulichagua wenye viti wa mitaa 54. 2024, miaka 10 baadaye, tumepata 0. Hamna hata mmoja wa dawa. Miaka 10 iliyopita, miaka 10 iliyopita, miaka 10 iliyopita, kwenye uchaguzi mkuu wa 2015, nyie wananchi wa Iringa mjini, Iringa mjini ina kata 18. Kwenye uchaguzi mkuu wa 2015, nyie wananchi wa Iringa mjini mlichagua madiwani 14 wa Chadema katika kata 18. Sisi mliwaachia madiwani 4 tu. Asilimia 78 ya madiwani wote wa halmashauri ya manispaa ya Iringa walikuwa wa Chadema miaka 10 iliyopita. Leo ni 0. Leo ni nini? 0. Mnanipata? 2010 na 2015, nyie wananchi wa Iringa mjini mlichagua mbunge wa Chadema, au nakosea? Mlichagua mbunge wa Chadema. Kuanzia 2020, 0. Sasa tuzungumze kumetokea nini iliyosababisha hizi 0. Hizi 0 zimetokana na nini? Iko hivi ndugu zangu. Ndio maana tunazungumza habari ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Iko hivi. Mfumo wetu wa uchaguzi na vyombo vya uchaguzi vyote ni vya CCM. Sheria zetu za uchaguzi na katiba yetu kwenye masuala yanayohusu uchaguzi, katiba ya nchi kwenye masuala ya uchaguzi na sheria zetu za uchaguzi ni za CCM, zinapendelea CCM. Tunaelewana? Sasa tunapozungumza vyombo vinavyosimamia uchaguzi, tuna maana gani? Tume ya kwanza, tume ya uchaguzi, hiyo wanayoita sasa hivi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, haina uhuru wowote. Tume ya uchaguzi ni tume ya rais, na kwa sababu ni tume ya rais, ni tume ya CCM, kwa sababu rais wetu siku zote amekuwa mwenyekiti wa CCM. Mwenyekiti
Watume ni mteule wa rais, ni mteule wa mwenyekiti wa CCM. Makamu wake ni mteule wa rais, na kwa hiyo ni mteule wa mwenyekiti wa CCM. Wajumbe wengine wote wa tume ni wateule wa rais, na kwa hiyo ni wateule wa mwenyekiti wa CCM. Mtendaji mkuu wa tume, yule anayeitwa mkurugenzi wa uchaguzi, ni mteule wa rais, na kwa hiyo ni mteule wa mwenyekiti wa CCM. Hiyo ni tume. Chini ya tume kuna hao wanaosimamia uchaguzi kwenye majimbo na kwenye kata na kwenye vijiji, nao wote ni watu wa CCM. Mkurugenzi, sheria inasema afisa mwandamizi wa halmashauri za serikali za mitaa ndiye atakayesimamia uchaguzi. Afisa mwandamizi ni mkurugenzi au bwana mipango au watu wengine wa halmashauri. Wote wanateuliwa na rais, na kwa hiyo ni wateule wa CCM. Chini yao kwenye kata wanaosimamia madiwani, watendaji wa kata, waratibu wa elimu wa kata na watu wa aina hiyo ni wateule wa mkurugenzi, na kwa hiyo wote ni ma-CCM. Wote. Ukienda chini kabisa kwenye kituo cha kupigia kura, unakutana na walimu, mabwana mifugo, mabwana nyuki, mabwana kilimo, wote ma-CCM. Unaelewana? Kwa hiyo wakati wa uchaguzi, kuanzia chini, kuanzia juu kwa mwenyekiti wa tume mpaka chini kwa aliye kituoni, wote kazi yao ni moja, kuhakikisha CCM inashinda. Na ndio maana tangu 2015 hizi sifuri zimekuwa nyingi, kwa sababu wote waliambiwa na Magufuli, hakikisheni wapinzani hawapati kitu. Ama polisi hao wakati wa uchaguzi, kile polisi anatembea na kibegi mgongoni. Ina nini hivyo vibegi? Vinakula feki. Wanafukuza mawakala wa Chadema, wanaondoa mawakala wetu. Wakishaondoa mawakala wetu, wanaingiza vivyo vibegi ndani, wanajaza masanduku ya kura kwa kura feki. Na mapolisi nao wamekuwa ma-CCM. Usalama wa taifa wote ma-CCM. Wakuu wa wilaya wote ma-CCM. Watendaji, maafisa tarafa wote ma-CCM. Wakuu wa mikoa wote ma-CCM. Mfumo mzima ni mfumo wa ki-CCM. Ndio maana haiwezekani tena kwa kura za wananchi wa Iringa kuheshimika na kuheshimiwa, kwa sababu mfumo unahakikisha kwamba sisi tusiokuwa CCM hatupati kitu. Ndio maana ya hizi sifuri. Na hizi sifuri sio za Iringa mjini peke yake, ni za nchi nzima. Miaka 10 iliyopita, wananchi wa Iringa, sisi Chadema kwa Tanzania nzima tulikuwa na vijiji 1754 tulivyovishinda. Mwaka jana tumepata 97, havifiki hata 100. Tulikuwa na 1754, leo hatufikishi hata 100. Kwa watu wa mijini kama nyie wananchi wa Iringa mjini, ambao mnachagua wenye viti wa mitaa, miaka 10 iliyopita tulikuwa na wenye viti wa mitaa nchi nzima 980.
leo hii hawafiki hata 40, ni 36, ni 0.8. Tulikuwa na asilimia karibu 26, leo hatufikishi 1%, kwa sababu ya huu mfumo wa CCM. Sasa ndugu zangu, nakumbukeni leo tuna mbunge mmoja. 2015 tulikuwa na wabunge 72, leo ni mmoja wa dawa. Kwa hiyo nikiwaulizeni wananchi wa Iringa, hivi mnafikiri tukienda kwenye uchaguzi mwaka huu tutapata nini? Tutapata nini? Sasa tumechoka kweli mama, na kama tumechoka kweli, tupiganie mabadiliko. Tusikubali tena kusimamiwa chaguzi na mfumo huu wa CCM. Mnanielewa? Sasa nachotaka kusema ni nini ndugu zangu? Kwa sababu ya mfumo huu umepigiwa kelele miaka nenda rudi. Tumedai mabadiliko ya mfumo huu miaka nenda rudi. Mwaka 91 Chadema imeanzishwa 93, au sio? Mwaka 91 hata kabla Chadema haijaanzishwa, Rais Mwinyi aliunda tume ya rais ya kutushauri namna ya kwenda kwenye vyama vingi. Tume ya Jaji Mkuu Francis Nyalali. Ya wana CCM watupu, ni kweli. Ile tume ya Nyalali ikatoa ripoti mwaka 91, ikaishauri serikali ya Rais Mwinyi kwamba twende mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hilo la kwanza. La pili, tume ya Nyalali ikasema ili mfumo wa vyama vingi vya siasa uwe na tija katika nchi yetu, tutengeneze katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 95. La tatu, tume ya Nyalali ikasema mfumo wa uchaguzi uliopo ni mfumo wa CCM kama nilivyouelezea. Tuubadilishe, tuwe na mfumo huru wa uchaguzi, tuwe na tume huru ya uchaguzi, sio tume ya rais na kwa hiyo tume ya mwenyekiti wa CCM. Hayo mawili, katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, CCM imeyakataa tangu mwaka 91. Leo ni miaka 34 CCM wanakataa mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Mwaka 98 Rais Mkapa, marehemu Rais Mkapa, akaunda tume nyingine, akamteua Jaji Robert Kisanga, akaambia tushauri tufanyeje masuala haya. Jaji Kisanga akasema tume huru ya uchaguzi. CCM ya Mkapa wakakataa. 2003 Mkapa akaunda tume nyingine tena, akamteua Judge Mark Bomani. Mark Bomani alikuwa mwanasheria mkuu wa kwanza Mwafrika wa nchi yetu. Tushauri tunafanyaje masuala ya uchaguzi. Judge Mark Bomani akasema tume huru ya uchaguzi. Mkapa na CCM yake wakakataa. Akaondoka Mkapa, akaja Kikwete, akatuundia tume ya Warioba, mnakumbuka. Na tume ya Warioba
baada ya kufanya kazi ya kukusanya maoni ya wananchi miaka miwili, ikapendekeza pamoja na mambo mengine tume huru ya uchaguzi na mfumo huru wa uchaguzi. Kikwete na CCM yake nao wakakataa. Tukampata Magufuli. Magufuli akaanzisha vita ambayo matokeo yake ndio haya tunayoyaona leo. Magufuli akafa. Akaja mama. Akaja mama, au sio? Akaja mama anasema 4R, au sio? Katika hizo R kuna moja ya reform. Ya nini? Ya reform. Akasema anataka kufanya reform. Akatuita kwenye mazungumzo sisi wa Chadema. Akaunda tume ya CCM, timu ya CCM kujadiliana na Chadema juu ya reform. Tukapeleka mapendekezo ya namna ya kubadilisha mfumo wa uchaguzi. Na mapendekezo tuliyoyapeleka tuliyachukua kwenye ripoti ya Nyalali ya mwaka 91, tuliyachukua kwenye taarifa ya Kisanga ya 98, tuliyachukua kwenye taarifa ya Mark Bomani ya 2003, tuliyachukua kwenye taarifa ya Warioba ya 2013. Hatukupeleka cha kwetu kipya. Tumepeleka yale ambayo yamependekezwa na tume zilizoteuliwa na marais hawa wa CCM. Tukazungumza mwaka mmoja. Tunajadiliana juu ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Akatuongelesha mwaka mzima. Yeye mwenyekiti wa hiyo timu alikuwa Kinana, na upande wetu alikuwa mwenyekiti Mbowe. Mwaka mzima wanatuzungumza. Ikafika mahali tukawaambia wekeni kwenye maandishi. Mali bila daftari hupotea bila habari. Weka kwenye maandishi. Tulipowaambia weka kwenye maandishi, walilala mbele vibaya sana. Walilala mbele. Walitukatalia mapendekezo yetu yote. Sasa mtu anayetuambia kwamba kwa nini hamzungumzi, kwa nini msizungumze na mama, kwani hatujazungumza naye mwaka mzima? Mtu anayetuambia mbona, kwa nini msizungumze? Tangu mwaka 91 tunazungumza mambo haya. Tutazungumza mpaka lini? Tutazungumza mpaka lini wananchi wa Iringa? Tutazungumza mpaka lini wakati wanachafua chaguzi? Ndio maana baada ya iliyotokea mwaka jana kwenye uchaguzi wa mitaa na vijiji, tukasema enough is enough. Tukasema sasa no reform, no election. Tunaelewana? Sasa ndugu zangu, ni mabadiliko gani ambayo tunayataka? Kwa sababu ni muhimu tukaelewa tunapigania nini. Ni mabadiliko gani tunayataka? Jambo la kwanza kabisa, tunataka mfumo huru wa uchaguzi. Maana yake tunataka tume isiyokuwa ya rais. Tunataka wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo wasiokuwa wa rais na wasio wa CCM. Tunataka wasimamizi wa uchaguzi kwenye ngazi ya kata wasiokuwa wa rais na sio wa CCM.
Tunataka watakaosimamia vituo wawe watu huru, sio watu wa CCM. Tunataka wasimamizi wa uchaguzi kuanzia juu mpaka chini wasiwe wa CCM. Hatupendi kupendelewa sisi. Hatutaki wapendelewe CCM. Hatukubali tena. Tunaelewana? Sasa watu wanafikiri haiwezekani kufanya uchaguzi usiosimamiwa na watu wa serikali. Zambia kukoje? Malawi ikoje? Kenya ikoje? Afrika Kusini ikoje? Wizi hawataacha. Tunahitaji kuwaondoa kusimamia chaguzi zetu. Namna ya kuwafanya waache wizi ni kuhakikisha hawasimamii uchaguzi. Huwezi ukamwachia fisi zizi la kondoo alafu ukamwambia asile kondoo. Haiwezekani. Kinachotakiwa ni kumtenganisha fisi na zizi la kondoo. Sawa sawa? Kwa hilo ni jambo la kwanza. Tutengeneze mfumo wa kusimamia chaguzi zetu ulio huru, sio wa watu wa serikali na kwa ni watu wa CCM. Na hiyo ni pamoja, hawa mapolisi hawa wasiruhusiwe tena kuingia kwenye ndani ya vituo vya kupigia kura. Kwa sababu wakiingia ndani wanaingia na vibegi vya kura feki. Tunaelewana? Hilo jambo la kwanza nimesema. Jambo la pili tunalolitaka libadilike. Utaratibu mzima wa kuandikisha wapiga kura iko hivi, ndugu zangu. Daftari la kudumu la wapiga kura lina mamilioni ya wapiga kura feki. Wengi ni majina tu, wengine ni watoto wachanga, wengine watoto wa shule ya msingi, wengine wamekufa. Mamilioni ya wapiga kura feki. Sasa hayo mamilioni mnakuja kuyaona wakati wa uchaguzi. Kila polisi ana kibegi mgongoni, kila mwalimu anayesimamia na kibegi mgongoni, kila usalama wa taifa anayekuja na kibegi mgongoni. Yamejaa kura feki. Mnanielewa? Mwaka 2020 tunaweza kuthibitisha kwa taarifa za tume ya uchaguzi yenyewe kwamba waliingiza kura feki kwenye uchaguzi wa wabunge, kura 2,100,000. Kura feki 2,100,000. Kati ya hizo zaidi ya 2,000,000 waligawiwa wabunge wa CCM. Unashindaje katika mazingira hayo? Unashindaje kama mapolisi, walimu, nani, kila mtu wanakuja na kura za uongo? Na hizo zinazalishwa na nini? Na hili daftari la kudumu la wapiga kura ambalo limejaa wapiga kura feki. Kwa tunahitaji daftari la kudumu la wapiga kura liandikishwe upya chini ya utaratibu mpya utakao tuwezesha kuchunguza mpaka wanakohifadhia hizo data za wapiga kura. Sasa hivi sheria haituruhusu. Sasa hivi sheria wakiweka majina ubaoni, huna namna ya kwenda kuambia hebu tuangalie kama ni haya tu. Kuna mamilioni mengine yako kwenye seva zao. Tunahitaji tuwe na mfumo kama wa Kenya ambao kila mpiga kura anaweza kukagua seva za tume. Vyama vya siasa na wagombea wanaweza kukagua seva, sio kusubiri majina ya bandiko ukutani. Wapiga kura lazima waandikishwe upya ili kuondoa mamilioni ya kura hewa hizi zinazoharibu chaguzi zetu. Hilo ni la pili. La tatu, na hili mnalifahamu sana, kuengua wagombea. Mwaka jana
Wameengua waliokuwa wanagombea wenye viti wa vijiji na mitaa zaidi ya 12,000. Wameengua waliokuwa wanagombea ujumbe wa serikali za vijiji na mitaa kwa malaki. Wameengua uchaguzi mkuu uliopita, wameengua wagombea ubunge kwa mamia. Wameengua wagombea udiwani kwa maelfu. Bunge letu leo lina idadi kubwa ya wabunge ambao wako bungeni kwa sababu tu wapinzani wao walienguliwa. Waziri Mkuu Majaliwa, Spika Ndugai, wengi 28, asilimia 12 ya wabunge wote wa majimbo hawajachaguliwa kwa sababu wapinzani wao walienguliwa na tume ya uchaguzi. Kwenye udiwani kuna zaidi ya madiwani 870 wa kata ambao ni madiwani kwa sababu wapinzani wao walienguliwa na tume kwenye kata zao. Kwenye vijiji na mitaa ni kwa malaki. Tunataka mfumo ambao wagombea hawataenguliwa tena. Kama umekosea kuandika jina, hilo ni kosa lisiloweza kurekebishwa. Kama umekosea muhuri, si huwa wanatuambia tumekosea muhuri, umekosea jina, sijui nini. Haya ni makosa yasiyorekebishika. Tuwe na utaratibu ambao kama kweli mgombea amekosea kuandika maelezo yake, apewe fursa ya kurekebisha hayo makosa. Sio sasa hivi utaratibu ni wa kutegeana. Wanatutegea badala ya mfumo wa uchaguzi kuwezesha uchaguzi. Mfumo wa uchaguzi unaepusha uchaguzi kwa kuengua wagombea. Hatutaki tena utaratibu unaoruhusu wagombea wa upinzani, na ni wa upinzani tu ndio wanaoenguliwa. Haijawahi kutokea, na kwa utaratibu huu haitatokea mgombea wa CCM akaenguliwa. Ni wapinzani tu. Hatutaki tena. Jambo la nne tunalotaka libadilike. Tunafanyiwa rafu sana wakati wa kampeni. Ni mara ngapi wagombea wa upinzani wanapigwa mabomu na mapolisi? Ni mara ngapi mikutano yetu inavamiwa? Ni mara ngapi tunakamatwa kwa sababu za kishenzi tu? Ni mara ngapi tunazuiliwa kufanya kampeni? 2020 mimi nimepigwa mabomu. Mgombea urais nimepigwa mabomu na mapolisi kwenye mikutano 3 tofauti. Nimezuiliwa kufanya kampeni siku 10. Ukiuliza kwa kichini wanakuambia si unajua rais na yeye hafanyi. Wakati ule Magufuli walikuwa wanampepea hivi, moyo unakwenda mbio. Kwa sababu Magufuli hafanyi kampeni, tafuteni namna ya kumzuia huyu Lissu, anatuvuruga sana. Hatutaki utaratibu wa aina hiyo. Hatutaki utaratibu ambao wapinzani wanafanyiwa vurugu za aina hiyo. Nimewaambia ni yaliyomkuta Mheshimiwa John Heche na ni jimboni kwake Tarime vijijini. Jambo la 5, nyie mnafahamu wananchi, habari ya mawakala. Kuapisha mawakala sasa hivi ni vita. Mawakala wa upinzani tu, CCM sijui wao wanaapishiwa wapi. Lakini wakala wa upinzani kuapishwa ni vita. Kupewa barua ya kitambulisho cha wakala ni vita. Kuruhusiwa kuingia kwenye kituo hata kama ana barua ni vita. Kubaki kwenye kituo mpaka mwisho kura zihesabiwa, matokeo yatole, vita.
kupata nakala ya matokeo ya kituo chake vita. Tunataka utaratibu wote unaohusu mawakala ubadilishwe. Kusiwe na chama ambacho kitakuwa na mgombea kisiwe na wakala. Sheria itamke kwamba kila chama lazima kiwe na wakala. Lazima kiwe na wakala. Kama chama hakina wakala, uchaguzi kwenye kituo hicho haufanyiki mpaka wakala apatikane. Hiyo ndio itazuia hivi vibegi vya kura za wizi vinavyobebwa na mapolisi na waalimu hao. Hilo ni la 5. La 6, ndugu zangu. La 6, tunataka wagombea halali walioshinda ndio watangazwe. Sasa hivi imekuwa kawaida. CCM wanashindwa, polisi wanaletwa, wana mabomu, wana bunduki, wana magari ya washawasha, wanakuja kulazimisha mgombea wa CCM ndio atangazwe. Nimetoka Nkasi kama nilivyosema. Tumefanya mkutano mahali panaitwa Ntalambo, wilaya jimbo la Nkasi kaskazini. Mahali Ntalamila ndio, asante. Wale watu wa kile kijiji wamechagua mwenyekiti wa kijiji tarehe 30 Novemba mwaka jana. Mgombea wa Chadema ameshinda kura 966. Mgombea wa CCM ana kura 634. Matokeo hayajatangazwa mpaka leo. Mimi nimekwenda ndio nikasema kama wao hawamtangazi sisi tutamtangaza. Mimi ndio nikamtangaza. Sasa hebu fikiria. Mnakataa kutangaza mwenyekiti wa kijiji mmoja. Nyie mtatangaza rais nyie? Nyie mtatangaza rais aliyeshinda asiyekuwa wa CCM nyie? Imekuwa kawaida sasa kutangaza wagombea wa CCM walioshindwa kuwa ndio washindi. Iwe ni marufuku. Sheria iseme mgombea aliyeshinda peke yake ndiye atakayetangazwa. Hatutaki tena hizi tabia hizi. Na jambo la mwisho, ndugu zangu, tunataka mauaji ya watu wetu wakati wa uchaguzi yakome. Sasa hivi kwenye chaguzi za Tanzania imekuwa sasa ni kawaida kutoa watoto wetu makafara ili CCM waendelee kutawala. Wanaua watu kila uchaguzi, hata wa vijiji na mitaa wanaua. Lazima waue, lazima wamwage damu ya Watanzania ndio wawe watawala, ndio washinde, wajitangaze wameshinda. 2020 waliua, Pemba peke yake waliua 23, Tunduma waliua, Tarime waliua. Hatutaki tena Watanzania kutolewa kafara ili CCM waendelee kutawala. 2015 waliua, 2010 waliua. Dr. Slaa nakumbuka 2010 waliua. Hatutaki tena. Ni uchaguzi wa aina gani ambao inabidi watu tukazike watoto wetu, tukazike ndugu zetu ndio tumalize uchaguzi? Hatutaki tena mambo haya. Hayo mambo saba haya. Na kuna mengi, lakini hayo ndio muhimu.
ambayo tunataka yabadilishwe ili chaguzi zetu ziwe chaguzi kweli. Yasipobadilishwa hayo, tumesema tutazuia uchaguzi. Na nyie wananchi wa Iringa, mnaweza mkazuia uchaguzi ukitaka. Sisi wa Tanzania tukitaka, kwani wanakuwekea bunduki uende kituoni? Watawafosi nyie wote? Inawezekana? Inawezekana? Iko hivi ndugu zangu. Nyie Iringa hapa si mnajiita kanda ya Nyasa? Mnakumbuka ya Malawi miaka 3 iliyopita? Wananchi wa Malawi waliletewa mchezo wa aina hii. Wakaingia barabarani. Wiki hii jeshi likaingilia kati likamwambia Rais Mutharika, ondoka, wananchi hawakutaki. Wananchi wasingeingia barabarani, Peter Mutharika angekuwa rais leo. Aliondolewa kwa sababu wananchi walikataa uhuni. Wachukua madaraka yao kuzuia uhuni. Tunahitaji kuchukua madaraka yetu kuzuia uhuni huu. Kwa kama hawataki mabadiliko haya, tuzuie uchaguzi. Ninajua haitakuwa rahisi. Kwani huwa rahisi? Tangu lini njia ya ukombozi ikawa rahisi? Tangu lini ikapambwa kwa marumaru? Kwa haitakuwa rahisi. Lakini hatuna jinsi nyingine. Hatuna jinsi nyingine zaidi ya kusema mabadiliko au hakuna uchaguzi. Na tunaliweza. Sisi wananchi kwa mamilioni tunaweza. Tunaweza. Na nielewa ndugu zangu. Sasa naelekea kumaliza. Nataka nimalizie. Na nataka nimalizie kwa mambo mawili. Kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni kukumbushana tu, kwa sababu huwa tunasahau. Mnakumbuka Mwalimu Nyerere alituambiaje? Ili tuendelee tunahitaji vitu: watu, ardhi, siasa safi, uongozi bora, au sio? Tuna watu, tuna ardhi, tuna rasilimali ambazo Mheshimiwa Heche amezungumza hapa. Tatizo letu ni tatizo la siasa safi na uongozi bora. Siasa safi na uongozi bora ni matunda ya mfumo bora wa uchaguzi. Siasa safi na uongozi bora ni matunda ya moja kwa moja ya mfumo bora wa uchaguzi. Nchi yetu hii, namna ya kupata madaraka ni kwa kupitia uchaguzi. Ili uwe rais wa nchi hii ni kupitia uchaguzi. Ili uwe mbunge ni kupitia uchaguzi. Ili uwe diwani au mwenyekiti wa kijiji au mwenyekiti wa mtaa au kitongoji ni uchaguzi. Kwa lazima tupiganie tuwe na mfumo wa uchaguzi utakao tupatia viongozi bora na siasa safi. Hayo maneno ya baba wa taifa ya miaka mingi iliyopita yatakuwa na maana tu
iwapo tutapata mfumo bora na huru wa kupata viongozi wetu. Tukipata viongozi bora, tutakomesha huu uchafu tunaousoma kila mwaka kwenye taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali wa nchi hii. Tutakomesha wizi, tutakomesha uonevu, tutakomesha haya maovu na huu maskini wa kupewa na CCM. Ni mfumo bora wa uchaguzi. Tusije tukasahau hilo. Jambo la mwisho, ndugu zangu, hii kazi hii, mwenyekiti wa kanda amesema, tumeshatembea kanda nzima ya Nyasa. Tunatakiwa sisi viongozi wa chama tutembee nchi hii yote. Twende kanda ya kusini wiki ijayo, tukafanye kazi kama hii. Tukitoka huko twende kanda ya kati, twende kanda ya magharibi, twende kanda ya Victoria, twende Serengeti, twende kanda ya kaskazini na kanda ya pwani, na twende Unguja na Pemba. Hii kazi, ndugu zangu, ya kuitembelea Tanzania na kuzungumza na Watanzania inahitaji baraka zenu, inahitaji michango yenu, inahitaji michango yenu, inahitaji kila mmoja wenu aweke mkono wake. Tunatembea kwa sababu mnatuchangia. Hatutembei kwa sababu tunalipwa mishahara. Tunatembea kwa sababu ya baraka zenu. Kwa hiyo nataka nimalizie kwa kuwaomba wananchi wa Iringa, muendelee kutuchangia, muendelee kuchanga. Hatuna za kuchota kama za Samia na CCM. Hatuna. Tunategemea tone la kwenu. Tone. Kwa nimalizie kwa kuwakumbusha, nafahamu mnajua, na hivi karatasi vitakuwa vimegawiwa, mnavyo utaratibu wa namna ya kuchangia. Kama una simu, unaweza ukachangia kwa utaratibu huu. Namna ya kwanza ni kuchanga kwenye M-Pesa ya chama, na namba ya M-Pesa ya chama ni 0744446969. Nairudia tena, M-Pesa ya chama 0744446969. Ukirusha chochote mle, jina litakalokuja ni Chadema HQ, Chadema makao makuu. Likija jina la Tundu Lissu, ujue umekosea, usiendelee. Sawa sawa? Ikija Chadema, ujue umepatia, endelea. Sawa sawa? Hiyo ni namna ya kwanza. Namna ya pili ni kwa wale wenye simu kubwa, wenye WhatsApp. Kuna namba ya WhatsApp ya chama ambako unatakiwa kutuma ujumbe. Unatuma ujumbe, unaandika neno moja, NIMO kwenye namba hii 0793 008292. Unatuma neno NIMO. Ukituma NIMO, itakuletea majibu. Itakuuliza unataka kuchangia mara moja au kila wiki au kila mwezi, na itakuambia unataka uchangie kiasi gani. Unajaza kwa raha yako mwenyewe, au sio?
Ukishajaza hivyo, ukisema utachangia kwa mwezi, basi kila mwezi kama una hela inakatwa moja kwa moja. Unakuwa ni mchangiaji wa chama, wa shughuli za chama wa kila mwezi. Tukifanya hivyo ndugu zangu, hii kazi itakwenda mbele. Na waombeni mweke baraka zenu kwenye kazi hii. Sasa no reform, no reform. Ni wangapi miongoni mwenu wananchi wa Iringa mnaokubaliana na msimamo wa chama chenu kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi? Naomba mikono yenu. Naomba mikono yenu. Na ni wangapi mnaosema twende tu? Twende tu, ni wangapi? Sasa Iringa mmetoa kauli yenu, na washukuruni sana. Basi naomba ndugu zangu sasa tuagane. Mturuhusu tukapumzike. Manake tumekuwa barabarani tangu tarehe 23. Tunahitaji kwenda kujipanga. Leo tunamaliza kanda ya Nyasa, wiki ijayo tunaenda kanda ya Kusini, tukajipange kwa ajili ya kanda ya Kusini. Wanaomba tusimame tuagane ndugu zangu wa Iringa. Ni wananchi wa Iringa, wajukuu wa Mkwawa, mimi nawapenda sana. Iringa people! People! No reform! No reform! Bila mabadiliko! Bila mabadiliko! Asante sana Iringa, asante sana Mmetogwa. Mungu awabariki, tutakutana tena. Asante. Unapiga moja moja. Sema ingia mziki bana. Anaondoka kesho.